Mtazamaji wa Trending Bongo la kweta nyingine hii hapa. Hii inahusu sana wanawake kufanya mapenzi kinyume na maumbile. 90% ya wanaume wanaofanya mapenzi kinyume na maumbile, ukiwauliza unaweza kufanya hivyo na mkeo, wanakuambia hapana. Wanakuambia kabisa hawezi kuwa mwanamke ambaye afanya hivyo. Wanaume wengi wanaopenda kufanya mapenzi kinyume na maumbile hufanya kwa malaya wanaojiuza michepuko, au kama hawajaoa basi madem zao ambao hawanajua na piga na kuacha. Hii ni kwa sababu wanajua madhara yake, lakini wanaona kama ni maraya kufanya hivyo. Wanaume hawa kuona kuwa mwanamke anayefanywa hivyo hapaswi kuwa mama, hivyo wanaona ni bora kufanya na michepuko. Ukiona boyfriend wako anakuambia mfanye hivyo, basi jua kuwa wewe ni demu wake tu ambaye anajua kuwa atakuacha. Anaoa wengine wa namna hivyo, lakini kama ni wewe ni mume wako, basi jua ashakuwa addicted kiasi kwamba hawezi kujizuia, kwamba hasisimkui tena akifanya mapenzi kwa njia ya kawaida, na tuseme ni mgonjwa. Hivyo usikubali kufanyiwa hivyo kama dem, lakini si mke mtarajiwa. Binafsi hata mimi mtu akiniomba ushauri namwambia acha kuoa mwanamke kama huyo, hata kusumbua. Lakini kufanya ni jambo moja, jambo gumu zaidi ni kuwa mwanaume kuoa mwanamke ambaye ashafanywa hivyo na wanaume wengine. Aisee, kwa mwanaume ambaye hajawahi fanya ni ngumu sana kuoa. Mbali na kumuona mwanamke kama maraya alikubuhu, lakini wanaume huona kama hata kama akisema kaacha, basi atakuwa anadanganya, kwani hawezi kujizuia. Kwa hiyo dada yangu, kama usije kumwambia mume wako kuwa ulishawahi kufanya mapenzi kinyume na maumbile, hata kama ni kwa utani. Hata kama mwanaume anakuambia yeye anapenda na akazoea, ndugu yangu, labda kama na wewe unaenjoy, ushakuwa mgonjwa. Lakini kama ni kumridhisha na kuonyesha kuwa wewe mjanja, basi atakuacha. Hata kama yeye anafanya huko nje, hawezi kufurahia kujua kwa mke naye alikuwa anafanywa huko Firauni na mtu mwingine. Kufa na dhambi yako, si ujanja kufanywa hivyo. Naomba usahau kulike, kushare na kusubscribe hapo chini uendelee kupata maujuzi kama haya. Ciao.